Kitu kimoja tu, hakikisha umesubscribe, umelike, umecomment kama na familia wa Gamba TV. Mbele yangu niko na Mudi Muzungu paka laba na tupo kwenye tuzo na wamebahatika kuchukua tuzo ya series bora ya mwaka na Mudi ni mmoja wa wasanii of course ambao wanafanya vizuri. Bana Mudi ni aje? Fresh. Ukiona tuzo hii ni kipi kinakuja kwenye akili yako? Kinachokuja kwenye akili yangu kwamba ninachokifanya watu wanakiona na wanasapoti na ni moja ya thamani kubwa sana mimi pamoja na ndugu zangu. Miongoni mwa watu ambao tumekutamani kupitia tamthilia ya Dunia ni Mudi Muzungu paka laba. Mudi, hapo ulipofika unahisi tamthilia ya Dunia unaidai kipi yani ambacho unasema kuna kitu mimi bado naidai tamthilia ya Dunia? Mimi bado naidai kwa sababu nina uchu wa kufanya zaidi na zaidi, kwa sababu nimeonyesha radhi kupitia tamthilia ya Dunia. Ninachodai ni kazi nyingine zaidi ya Dunia, ili watu wazidi kuona uwezo wangu zaidi, kwa sababu kuna wengine wanaweza kusema Mudi kashalewa, tunataka tumuone aina nyingine, story nyingine kwenye malavidavi na kuaje hivi na hivi hivyo. Kwa bado naidai story. Sana. Umekuwa unafanya podcast za kuchambua zile episodi zako ambazo umeshuti. Na imani sasa hivi tuko kwenye episodi ya pili na hisi. Episodi ya pili ulichokifanya ni sini ipi ambayo ilikuwa kwako ni ngumu kabisa kwenye maisha yako uigizaji toka kwenye tamthilia ya Dunia? Yaani kwenye hizi sini zilizocheza kwenye Dunia au nje ya Dunia? Ulizocheza kwenye tamthilia ya Dunia. Sini ngumu ambayo kidogo mpaka leo siwezi kuisahau ni sini ambayo Cindy ananipiga kofi. Cindy, kuna sini fulani Cindy ananipiga kofi la mkono wa kushoto. Nilikuwa narudi kutoka kulewa, alafu namletea miayusho. Yeye anadai talaka, alafu nimetoka mchana mazingzong kama vile soga zangu, akanipiga kofi. Kwa lile kofi lilipelekea nikaumia. Kwa mpaka leo hivi nikilala hivi kuna yani sikio huko kidogo na kwa changamoto kusikia. Sio inaita changamoto. Ingie kukaa kumuuliza Cindy alichokufanyia. Alikuwa amezamilia ama alikuwa amemfanyaje? Hapa ni ajali kazini kusema kweli, kwa sababu mara kwanza tulifanya teki ya kwanza, ya pili, ya tatu akanipiga kweli kwa bahati mbaya. Hata mwenyewe tuliona, kila mtu aliona ni bahati mbaya. Ukiwa kama shabiki, msimu wa kwanza wa tamthilia ya Dunia umeisha. Ni kipi ambacho unajifunza ukiwa kama shabiki sasa, sio Mudi, kwenye maisha ya Mudi Muzungu kwenye tamthilia ambaye amebeza msimu wake wa kwanza kwenye tamthilia ya Dunia? Ukiwa shabiki, unaweza ukajifunza kipi kwa ile Mudi? Najifunza na nimejifunza vitu vingi sana, hasa katika masuala ya familia. Nimegundua baadhi ya familia nyingi zinapitia vitu vingi. Kwa mfano kama upande wa Mudi, kwenye maisha yangu sijawahi ku experience vile anavyoishi Mudi. Kwa hiyo kupitia tamthilia ya Dunia nimegundua kumbe kuna baadhi ya familia zinaishi kama hivi Mudi anavyofanya, na kuna baadhi ya wanawake wanapitia kama hivi Cindy anavyopitia. Hilo la kwanza. Lakini pia kwa upande wa Vai nimejifunza kwamba hata pia waliofanikiwa kiuchumi, kipato, nao wanapitia changamoto za kimahusiano, za kimapenzi, kiasi kwamba mpaka inapelekea kutaka kugawana mali, kupelekea kuvunja familia, ushaona zile. Lakini pia kwa Mndeme nimejifunza kuna wakati unapoendekeza sana anasa na unasahau familia yako, mwisho wa siku atakuja kumkuta kama Mndeme. Kwa hiyo najifunza vingi sana kupitia tamthilia ya Dunia. Kwenye tamthilia ya Dunia kunaendelea na vitu, baadhi ya wasanii kuwa wanatoka na kulalamika kuhusu kipato. Hili swala la Mudi kwenye kipato liko vipi? Mko sahihi? Mko sana bosi kabisa? Unajua kila mtu ana makubaliano yake yeye na bosi. Ila kwa upande wangu mimi binafsi naona nipo sawa na nipo sahihi, na mpaka dakika hii bado nipo naendelea kufanya kazi. Unachoona wasanii wakitoka kwenye tamthilia ya Dunia au wanaishia katikati, alafu zeni wanaanza kusema tulikuwa tulipu, lakini mwanzo mlikubaliana kipato sahihi, kama leo unavyotuambia umekubaliana makubaliano yako, unaona yako sahihi na unaridhika nayo. Ikitokea mwisho wa siku unatoka alafu unasema mimi nilikuwa silipu, ile wewe unatuambia unachokilipa ni sahihi. Unahisi kama hili linakuwa linaharibu sana kupoteza kama mashabiki? Ni kweli, lakini mimi nafikiri kila mtu ana yale maono yake, ana yale mawazo yake, lakini mpaka still unaanza kufanya kazi episode ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano haulipwi.
kwani usiseme pale pale au katoka ukafanya hivi, lakini nafikiri tu ni kasumba ambayo tunayokuwa nayo. Ni uongo zambi. Sawa, naweza nikasema nalipwa au silipwi, kwa sababu nilipokuja kwa Baba Asma, kwa upande wangu mimi binafsi nilifuata brother, natamani nionyeshe kipaji changu, uwe nacho usiwe nacho, mimi nitafanya kazi bure. Kwa mpaka dakika hii nafanya naye kazi bure au nalipwa ni yangu mimi binafsi. Kwa kuna wengine nao walikuja kibure, kuna wengine walikuja kifedha, ila wanasema kabla ya ukiona mwenzio ananyolewa sina weti ya maji ila kwa upande wangu mimi najiona niko sawa kwa mimi binafsi. Kwanza kwako utii maji kabisa? Kwa upande wangu mimi sitii maji kabisa kwa sababu ninayo makubaliano ambayo nimekubaliana naye, lakini nao hata waliotoka kwa upande wao wanavyo kuna watu wanakuwa wanajiuliza kwa nini wasanii wa dunia huwa wapendi na waonekane kwenye series yote zaidi ya dunia. Ni kuwa Baba Asma hataki nyewe muigize nje ya tamthilia ya dunia? Hapana, sio kama hatutaki, lakini nafikiri ni the way soko. Unajua soko letu sisi ni la YouTube. Ili umpate mudi muzungu, umpate manyanya, lazima uende soko fulani kwa bidhaa fulani ili niipate, labda nataka kitu fulani, unaambiwa bana nenda Kariakoo. Lakini so uende si Buguruni utakipata si wapi, ili tuonekane adimu, tujitengeneze na samani, ndo lazima au ni vizuri watu wakatufuata kwenye soko fulani. Lakini pia YouTube kama YouTube, kwa upande wangu mimi ninavyoona, baadhi ya watu ambao wanaofanya tamthilia wameingia pasi na kujifunza, pasi na kujua, haswa madirector. Unakuta director tu mtu anaamua, ana filamu yake, hana ujuzi wa kumdirect mtu, hana uwezo, lakini kwa kuwa YouTube inalipa, kwa kuwa na vifaa, basi na yeye ni director, anaita watu. Kuwa na director mzuri kunasababisha msanii naye kufika, lakini kuwa na director ambaye kidogo naye afahamu baadhi ya vitu inasababisha pia msanii kushuka. Let me say kwa upande wa mpira, leo anakuja kocha huyu, naona kocha kufundisha kidogo timu inayumba, lazima afukuzwe, alete kocha mwingine. Kwa kuna baadhi ya makocha ambao wapo YouTube hawafanyi vizuri, ndio maana inatengeneza kuna uwigo ambao tunaotengeneza tusiende kushuka. Ila kama kuna mtu anafanya vizuri katika YouTube, huwa tunakubaliana na mtu ambaye anahitaji, kama anahitaji mudi, anaongea na Baba Asma, tunaenda tunafanya, sio kama hatutaki. Lakini baadhi ya waongozi wanakuwa sio wazuri. Unahisi ni kipi kimefanya tamthilia ya dunia kuwa bora kwa mwaka 2025? Kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 ni tamthilia ambayo ilikuwa inafuatiliwa sana, na mpaka sasa inazidi kufuatiliwa japo mmeweza msimu wa kwanza. Unahisi ni kipi kilifanya ikazidi kumaintain kukaa kwenye upepo ule ule? Kitu kilichosababisha kuwa bora sio kimoja, vipo baadhi. Kwa mfano story na uchezaji pia wa watu, na director the way anavyo control watu jinsi wacheze hivi, na pia hata pia jamii ndo maisha wanayoishi. Unajua unaweza ukacheza filamu lakini unaweza ukatengeneza sio maisha sasa hivi au maisha yaliyopita, watu washafanyaga huko. Lakini dunia kwa nini ina maintain? Kwa sababu muda wote mtu anajihisi yupo kwenye maisha ya kawaida, kwa sababu mapenzi bado yapo. Ushaona, tukiangalia kwa mudi watu bado mpaka dakika hii. Ushaona, tukiangalia kwa manyanya watu bado ndoa zinavunjika na mali zinagawiwa. Nafikiri ni utunzi mzuri, uchezaji mzuri, na ule uchezaji wa nanilia wa uhalisia, mpaka mtu akiangalia ana feel kama ni kweli. Ni kipi ambacho unaweza kumwambia mashabiki ambao wanasubiria season 2 ya dunia? Bwana, season 2 kusema kweli sisi ndo tuko jikoni. Yaani unajua tunapofanya kazi tunaangalia season 1, sisi wenyewe pia lazima tutafute kitu gani kitamzidi season 1. Kwa hiyo season 2 the best kuliko season 1. Kwa stay tuned jamani, season 2 inakuja. Yaani ni bonge moja la series for sure. Bwana, nakushukuru sana mwili kwa time yako. Nashukuru sana mzee. Asante.